Tunachowaomba wazee wa Yanga wawashauri vijana wao na viongozi wao walete timu uwanjani. Upinzani hauko kwenye maneno, upinzani uko uwanjani. Na vile vile tunamzungumzia Bwana Elis. Yeye ni mwenyekiti wa vilabu Afrika. Je, kama mwenyekiti anatoa ushauri gani kwenye hivi vilabu? Anatamka nini? Kakaa kimya. Sisi ni wageni, tunakwenda uwanjani, tumwombea Yanga aje. Na tiketi kama zipo tutakata. Na tiketi kama zipo tutanunua, tutakwenda. Sisi Yanga atatukuta uwanjani, tunamwambia Yanga aje. Si kazi yetu ni kucheza mpira, sio kuangalia nani kafanya nini, nani kafanya nini. Si kazi yetu ni kucheza mpira. Na ile Simba ni klabu ya mpira, ndio maana tunasema aje tucheze mpira. Swala ambalo unalizungumzia kwamba Yanga ndio wenyeji, Yanga sio asipokatisha tiketi haitokuwa hivyo. Wenye mpira na wenye mamlaka ni bodi ya ligi. Mimi kwa majina najulikana Pius Richard Amdosi maarufu Kiatu. Nachojaribu kuzungumza ni kwamba uongozi wa Simba uko madhubuti. Nikizungumza hivyo, wao kama viongozi baada ya kuelishwa kwa mechi iliyopita waliongea neno moja tu, kwamba hatujatendewa haki, kulikuwa na viashirio vya uvunjifu wa amani, na kweli palikuwa na uvunjifu wa amani. Ndipo viongozi walipoamua kuomba kuahirisha au kuwalazimisha bodi ya ligi wala TFF. Waliwaomba kwamba kuna viashirio wa uvunjifu wa amani, tunaomba mechi yaahirishwe, mpange tena upya. Baada ya hapo viongozi wa klabu ya Simba mpaka leo hivi tunavyozungumza hawajaongea kitu chochote, na wazee wa Simba hawakuwa na miamko wa kuongea kitu chochote. Waliacha viongozi na bodi ya ligi waendelee kuangalia kwamba hii mechi itakuwaje. Lakini wanapokuja Yanga na miamko ya ajabu, useme kweli wanatukosea amani wananchi wote kwa ujumla, kwamba kwanza hawana hekima. Wangejaribu wakae kitako, wajiulize, wanawaribia vijana, wawache vijana waongoze michezo kwa uadilifu. Hasa wao kama wazee wanakwenda kuwashawishi vijana na kupiga mayowe. Sisi tumeona kwenye mitandao wakizungumza hatucheze kama watu wazima wenye utimamu wa akili. Mnaporudi kwenye kundi la watoto kusema hatucheze, haina mantiki. Tunachowaomba wazee wa Yanga wawashauri vijana wao na viongozi wao walete timu uwanjani. Upinzani hauko kwenye maneno, upinzani uko uwanjani. Na vile vile tunamzungumzia Bwana Elis. Yeye ni mwenyekiti wa vilabu Afrika. Je, kama mwenyekiti anatoa ushauri gani kwenye hivi vilabu? Anatamka nini? Kakaa kimya. Klabu sio moja tu ya kwake, yeye ni mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika. Kunapokuwa na matatizo hajitokeze, aongee. Lakini hata Simba walipofikia paka hatua ya kwenda fainali hakuna hata pongezi kama mwenyekiti. Sasa huyu ni kiongozi kweli anajitambua? Kesho na kesho kutwa tunasikia tu propaganda, kama ni kweli sijui, anakwenda kugombea ubunge. Atakwenda kuwashauri nini wananchi kwenye jimbo lake anakokwenda kugombea nani? Kama unashindwa kushauri kwenye klabu yako, unashindwa kushauri kwenye timu zako, leo unakwenda ngazi ya juu zaidi. Sijaona, nadhani kwa uelewa wangu mdogo bado hajafikia kuwa kiongozi. Anachukua madaraka bado mdogo. Na zamani ulikuwa kwanza unapokwenda kwenye madaraka lazima upimwe, uangaliwe, je, umeshafika, una vigezo vya kuashiria kuwa kiongozi? Lakini sasa hivi tunachaguana tu kwamba kijana kasoma na nini. Kuna vitu vingine havihitaji usomi, vitu vingine vinahitaji hekima, uelewa, utambuzi. Ndio vitu ambavyo vinahitajika hata kwenye michezo. Utambuzi ni kitu muhimu. Siwapondi waandishi wa habari, ila anachozungumza waandishi wa habari
nyinyi ni chachu na ndio ambao mnaweza mkaua michezo na ndio ambao mnaweza mkapromote michezo. Lacheni na waandishi wa habari wengine wanapokuwepo kwenye media wanazungumza tu vitu vya ovyo na nini, wanazungumzia ushabiki, hawazungumzii michezo. Hao waandishi sisi tunawafahamu, lakini hapa hatujakuja kuwataja kwamba mwandishi gani na nini. Washaurini au wenzenu na vingine kama walivyoongea viongozi, mnapokwenda kwenye conference kama hizi msiwe tu mnanani, muwe mnauliza maswali mjibiwe. Pindi mnapokwenda mkawe mabalozi wazuri, msije tu mnakuwa mabubu na nini, mnakaa mkienda huko na nyinyi mnakuwa kama hao wengine wenye wanaojiita wachambuzi ambao wanachambua vitu, lakini hili hawajakemea kama wachambuzi kwamba nani Yanga waingize timu. Cha msingi tunachoomba Yanga waingize timu, viongozi wa Yanga wasiwasikilize wazee. Tunaomba masuala mengine yote yawe uwanjani. Msishawishiwe na masuala ya watu ambao wako serikalini. Tuachie watu wa serikali wafanye shughuli zao na watu wa michezo tufanye shughuli zetu. Mimi ya kwangu ni hayo. Na ndio maana sisi tumekuwa wepesi kukubali. Sisi tukawa tuna haja kwamba tuambie si fulani, hapana. Sisi tumepeleka malalamiko yetu na wao wanayafanyia kazi. Na katika kuyafanyia kazi katika wachunguzi, kama nilivyosema mwanzo, kuna taasisi ambazo zinahusika katika mambo hayo, na ile ambayo ulizungumza pia, hawa wauni wao bodi ya ligi wanafahamu wao wauni ni wauni gani. Sisi tuliwaona uwanjani. Sisi tuliwaona uwanjani pale wakati wanazuia kwamba watu wasiingie, na malalamiko yetu sisi tumepeleka kule, na kulikuwa na watu pale ambao wamewaona wale wauni, na hao watu ni watu ambao wanahusika na bodi ya ligi. Jambo wanalifanyia kazi, na kama wanalifanyia kazi, sisi hatuwezi kung'ang'ania kusema kwamba nyinyi hamwezi kupanga mchezo mpaka wauni mwachukulia hatua, mpaka sio wale rushwa sio wakamatwe sio. Hapana, hiyo sio kazi yetu. Na hadi sisi tushalalamika, wametusikiliza, na kama wamepanga tarehe ya mchezo, maana yake mambo yanafanywa kazi. Na tunaamini haliwezi tena kujitokeza hilo. Hiyo sisi sio kazi yetu. Swala la Yanga si hatuwezi kumsemea Yanga. Kama yeye ameambia watu wasipate upande wenu linakuwa. Sisi ni wageni, tunakwenda uwanjani, tumwambia Yanga aje. Na tiketi kama zipo tutakata. Na tiketi kama zipo tutanunua, tutakwenda. Sisi Yanga atatukuta uwanjani, tunamwambia Yanga aje. Si kazi yetu ni kucheza mpira, sio kuangalia nani kafanya nini. Si kazi yetu ni kucheza mpira. Na ile Simba ni klabu ya mpira. Ndio maana tunasema aje tucheze mpira. Na wanachama wetu tumeshawaambia tarehe 15 uwanjani. Swala la tiketi sasa hizo za mchezo. Kuna eneo hapo na kuongezea. Swala la tiketi yeye ni jukumu yao, kwa sababu kuna kipindi Yanga pia alishaambia watu waingie bure. Yao yakawa ni maamuzi yao, sisi hayatuhusu. Sisi ni wageni, tunakwenda kwa ajili ya kucheza mpira. Atakuja uwanjani atatukuta tunamsubiri tucheze mpira. Yanga waache woga waje. Tuko sawa sawa. Na kuongezea hapo mwandishi. Na kuongezea hapo, ningependa kukuongezea hapo kidogo. Swala hilo ambalo linazungumzia swala ambalo unalizungumzia kwamba Yanga ndio wenyeji, Yanga sio asipokatisha tiketi haitokuwa hivyo. Wenye mpira na wenye mamlaka ni bodi ya ligi.